Serikali ya Russia imetangaza kupunguza ukubwa wa gwaride la siku ya ushindi litakalofanyika tarehe 9 Mei katika mji wa Moscow, ikieleza kuwa hatua hiyo inalenga kukabiliana na kile alichokiita tishio la kigaidi kutoka Ukraine. Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, amesema hatua zote muhimu zitachukuliwa ili kupunguza hatari, huku akisisitiza kuwa maadhimisho hayo bado yatafanyika kama ilivyopangwa katika uwanja wa Red Square. Jeshi la Russia limeeleza kuwa gwaride la mwaka huu litahusisha magari ya kivita wala wanafunzi wa vyuo vya kijeshi kutokana na hali ya kiutendaji iliyopo kwa sasa. Hatua hiyo inakuja wakati Ukraine imeongeza mashambulizi yake ndani ya Russia zaidi ya miaka minne tangu kuanza kwa uvamizi mkubwa wa Russia dhidi ya Ukraine. Ukraine imeeleza kuwa inalenga malengo halali ya kijeshi huku ikishutumu Russia kwa kushambulia raia. Akizungumza na waandishi wa habari, Peskov alishutumu serikali ya Kyiv kwa kuanzisha kile walichokiita shughuli za kigaidi kwa kiwango kikubwa, huku akidai kuwa inapoteza nguvu ya kivita. Rais Vladimir Putin amerejesha utamaduni wa enzi za Soviet na kuonyesha silaha nzito katika gwaride la Red Square mwaka 2008 kama ishara inayoonyesha uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo. Mwaka jana viongozi zaidi ya 20 wa dunia walihudhuria maadhimisho makubwa ya miaka 80 tangu ushindi dhidi ya Ujerumani na Nazi mwaka 1945, yakihusisha gwaride la silaha za kisiasa ikiwemo mizinga na ndege zisizo na rubani. Hata hivyo, wachambuzi wanaona mabadiliko ya mwaka huu yanaashiria athari za kivita zinazoendelea kati ya Russia na Ukraine, huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ndani ya Russia na kuongezeka kwa tahadhari za kiusalama kuelekea siku hiyo muhimu ya kihistoria. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.